بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، حث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، leo tutakuwa tumalizia, nafikiri inshallah tutakuwa tumalizia katika masala haya ya maulidi, na tulizungumzia yani dalili kutoka kwenye Qur'ani na Sunna na namna ambavyo yani maulama wamezifahamu. Sasa leo tutamalizia kutaja akwali za maulama kuhusiana na maulidi. Baadhi ya maulama waliozungumzia maulidi na zama zao, yani waliishi wakati gani, na yule ambaye aliishi wakati ule ndio ataweza kusema zaidi, na tutaona ni wanazuoni aina gani. Je, ni watu tu wa kawaida ama ni wanazuoni? Sawa. Tuone hao wanazuoni wanasema nini, kisha tujue sisi kweli hao wanazuoni tutasema ni wajinga ama si wajinga. Kisha pia mwisho kabisa tutazungumzia baadhi ya wanazuoni waliotunga maulidi, yani waliotunga vitabu vya maulidi, na vingine tayari labda mshawahi kuvisikia yani vitabu hivyo. Naam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Mwanachuoni wa kwanza ambaye tutaanza naye ni Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani mwanachuoni maarufu, na alhamdulillah sisi ahlu sunna sote tumkubali. Na kwa wale wanaokumbuka, kulikuwa ile maktaba ya upande huu, ile upande huu ambayo haiko sasa, vitabu vyake vilikuwa pale. Kuna kitabu kimoja kilikuwa kikubwa hivi chaitwa Fathul Bari, kwa kama nini 15, wao wanaita mujallad 15. Nafikiri ilikuwa pale mujallad 15, sawa? Hicho kitabu kile chaitwa Fathul Bari ni sharhi ya Sahih Bukhari. Nafikiri nyote mnajua Sahih Bukhari. Sasa Ibn Hajar amesherehesha kile kitabu. Ibn Hajar huyo al-Asqalani amesherehesha hiki kitabu. Asema Ibn Hajar huyo, sasa huyo ameishi mwaka gani? Ameishi mwaka, yani amekufa mwaka 852. Amekufa mwaka 852 baada ya hijra bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo takriban ni miaka mingapi mpaka sasa? 952, 1052, 1152, 1252, 1352, 1452. Karibu miaka 600, bado tu miaka 4 au 5 iwe kutoka yeye afi mpaka leo. Yani tuseme kutoka yeye afi mpaka leo kama miaka 595. Ametutangulia kwa miaka 595. Maulidi hakuanza jana wala juzi. Msikia sema nini kuhusu maulidi? Akwambia aslu amali al-maulidi bid'atun lam tunqal an ahadin min as-salafi as-salih min al-quruni thalatha. Asema asli ya hili jambo, asli ya maulidi, yani kwa hii namna inavyofanywa, ni jambo ambalo limezuka, yani halikunukuliwa kutoka wale maulama wamefanya waliotangulia, wale kwa zama zile bora. Kisha asema lakini pamoja na hayo, ma'a dhalika, pamoja na hayo, ishtamalat ala mahasin wa dhiddiha. Haya maulidi yamekusanywa na mambo mazuri na mengine ni kinyume chake, ni mambo mengine ambayo sio mazuri. Faman taharra fi amaliha almahasin wa tajannaba dhiddaha, asema sasa yule ambaye ataepuka yale maovu yaliyoko pale. Mfano yani kama tukisema zama zetu, mara nyingine utapata kuna sehemu wanaume kwa wanawake wanafanya nini, wanachanganyikana katika maovu yale. Sasa sema ambaye ataepuka haya maovu, sawa, na akafanya tu yale mema, asema kana bid'atan hasana, hii itakuwa ni bid'a nzuri. Na wale ambao tumesoma masomo haya ama tumezungumza maelezo haya adila al-sunna, mojua tumaanisha nini, tushatanguliza. Maana yake tukizungumzia kuwa kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya tushaeleza, sio? Asema shekhe, wa illa fala, na asipofanya hivyo basi itakuwa ni bid'a mbaya. Yani ikiwa kutakuwa na maovu pale, basi itakuwa hii ni bid'a mbaya. Asema shekhe,
wa amma ma yu'malu fihi fayanbaghi an yaktasira fihi ala ma yufhimu ashukra lillahi ta'ala. Asema yale mambo ambayo yanafanywa pale, mtu anafaa kufanya mambo ambayo yanaashiria kuwa yeye anamshukuru nani? Anamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, min at-tilawa, katika kusoma Qur'ani, wal it'am, na kulisha watu chakula, wasadaqa, na kutoa sadaqa, wa inshadi shay'in min al-madaih an-nabawiyya, na katika kuimba kasida, inshad yani manashidi za kumsifu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa zuhdiya, na kasida ambazo zinaonyesha zuhdi, yani zinakupa mawaidha, zinakujalia uwe mcha Mungu na nini. Kasida ambazo ni labda kasida mwaijua sana, alayka bitaqwallahi fi sirri wal alan, hii huimbo sana kwenye maulidi. Kasida ambayo inakuambia mche Mungu, shika ucha Mungu. Asema mambo kama haya mazuri, asema wa inshad wa zuhdiya almuhrika lilqulubi. Utapata hizi nashidi ambazo zinaharakisha nini? Moyo. Unajua kawaida kitu kiimbwa kwa sauti nzuri hivi na kwa mashairi watu wanaipenda zaidi. Anasema hii itasaidia. Asema ila fi'li alkhairi wal amali lil akhirah. Yani hizi nashidi, hizi kasida ambazo zinakupelekea wewe mcha Mungu zaidi, zinakupelekea ufanye khairi hapa duniani, sawa, na ufanyie kazi yako kwa ajili ya akhera. Asema fayustahabu lana aidan, nani inapendeza kwetu sisi pia, idharu shukri bi maulidihi bil ijtimai wa it'ami ta'am. Inapendeza kwetu sisi pia tufanyeje? Tudhihirishe kumshukuru Mwenyezi Mungu bi maulidihi, kwa kuzaliwa kwake bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bil ijtimai, kwa kufanya nini? Kwa kukutana, kwa kukusanyika, wa it'ami ta'ami, na kulisha chakula, wa nahwi dhalika min wujuhi alqurbati wa idhari almasarrat, na mambo mengine kama hayo ambayo yanaonyesha yani mambo mengine kama hayo ambayo ni ibada, kama ni kufunga, kama ni kuswali, kama hizi si ibada, خلاص zifanywe. Wa idhari almasarrat, na kudhihirisha nini? Kuwa wewe umefurahika na mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Hii ndio rai ya Ibn Hajar al-Asqalani. Huyu kwa mimi nimesahau kusema, huyu anaitwa Amirul Mu'minina fil hadith. Anaitwa Amirul Mu'minina fil hadith. Yeye ndo amiri wa waumini katika elimu ya hadithi. Yani katika elimu ya hadithi huyu ana nguvu sana, ni msomi sana. Kwa hivyo tusije tukaambiwa kwa wanaosema kwa maulidi yafani majahila. Huyu nani? Yani zama hizi hakuna kama huyu. Yaqinan hakuna kama huyu. Hata watu wakijifanya vipi hakuna kama huyu. Ibn Hajar al-Asqalani. Sawa, katika kitabu hapo nafikiri imeandikwa sio? Al-Hawi lil-Fatawa. Kitabu chenye ni ambao muandika kama mtaka, ya marhaba. Kisha kuna mwingine aitwa al-Imam as-Sakhawi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam as-Sakhawi huyu katika wanafunzi wa huyu Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Imam as-Sakhawi amesoma kwa nani? Kwa Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Imam as-Sakhawi huyu alikufa mwaka 952, miaka 100 baada ya Sheikh lake. Amekufa mwaka 952. Al-Imam as-Sakhawi aitwa Shamsuddin as-Sakhawi, pia ni mwanachuoni mkubwa maarufu. Asema na hapa ibara hii yatisha, asema walau lam yakun fi dhalika, na lau ingekuwa hakuna katika hiyo, yani maulidi peke yake, katika maulidi, walam yakun fi dhalika, ingekuwa hakuna katika hiyo, katika maulidi, illa isipokuwa Allah yu'in, irghamu shaytani, isipokuwa ni kumuudhi shetani. Maana yake katika maulidi ukifanya maanisha hapa wamuudhi shetani, maana yake wafurahika kuwa bwana Mtume afanya nini? Amezaliwa. Sasa sema ingekuwa hakuna kitu kingine isipokuwa tu wewe wamuudhi shetani, ingetosha. Sikia sasa, Allahu akbar. Wa sururu ahli al-imani, angalia, na kufurahi kwa watu wenye nini? Maana yake ikiwa ufurahi hatari. Akasema yani ibara yake huo, asema nini? Wa sururu ahli al-imani min al-muslimina la kafa, ingekuwa yatosha. Yani ingekuwa katika amali ya maulidi hakuna faida tunayopata isipokuwa tu ni kumuudhi shetani na kufurahisha watu wenye imani, basi ingekuwa yatosha. Na ndio inayotokea, yani inatosha kwa yafaa. Asema wa idha kana ahlus salibi ittakhadhu maulida nabiyihim eidan akbar fa ahlul islami aula bitakrimi wa ajdar. Asema na ikiwa hawa watu ambao si waislamu, wa Kristo, yani ahlus salibi ni watu wa msalaba, yani wa Kristo. Asema ikiwa hao wao wametukua siku ya kuzaliwa kwa nabii wao, wametukua kuwa ni idi kubwa zaidi, basi sisi waislamu nabii wetu ni mkubwa zaidi, sisi ni nini? Ni aula tufanye vile.
Kama alivyokuja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu Saidina Musa, akasema nahnu aula bi Musa minhu. Mtu asije akasema humu kwenda kuigiza makafiri. Bwana mtume huyu amekwenda kusema nahnu aula bi Musa, sisi ni aula kumsherehekelea Saidina Musa kuliko wale Mayahudi. Bwana mtume alipoenda Madina akawapata wale wanafunga Ashura. Bwana mtume akasema sisi tuna haki kwa Saidina Musa kuliko wao hawa Mayahudi, maana sisi tumemfuata kisawa sawa. Na akaamrisha Waislamu wafunge. Na ikawa watu wafunga Ashura. Nafikiri ameitoa bwana mtume amefika Madina akapata. Sasa Imam Sakhawi yasema, angalia kama vile kule bwana mtume aliona hili jambo jema, basi hapa pia sisi ni aula kwa ajili mtume wetu ni mkubwa zaidi. Na hawa waliokuwa Wakristo kwanza wao wanamkosea kabisa Saidina Isa, sio kwa ati wanamtukuza kama mtume, wanamkosea kwa kusema kuwa ni mwana wa Mungu, sio? La ilaha illallah. Huyu ni Imam Sakhawi. Kisha Imam Suyuti. Imam Suyuti huyu amekufa mwaka 911. Kwa nini nataja hizi tarehe? Ili mjue. Kwanza hao ni wanazuoni wakubwa, kisha ni wa kitambo, sio watu wa jana na juu. Sio mkaje mkadhani ati sijui Maulidi ya Somatuku Kenya, au wanazuoni wa Sham, wanazuoni wa Yemen, yani Sham kama Syria kule Urdun huko. Wanazuoni wa Masri, Imam Sakhawi alikuwa Masri, Ibn Hajar al-Asqalani alikuwa Masri, Imam Suyuti Sham takriban. Imam Suyuti amekufa miaka 911. Asema faqad waqa'a as-su'alu an 'amali al-Mawlid an-Nabawi fi shahri Rabi'il Awwal. Asema kumetokea swali, yameulizwa swali, nini hukumu ya kufanya maulidi mwezi huu fungo 6? Ma hukmuhu min haythu ash-shar'? Nini hukumu yake upande wa sheria? Asema wa hal huwa mahmudun au madhmum? Je, ni jambo nzuri lapendeza ama jambo linachukiza kisheria? Asema wa hal yuthabu fa'iluhu au la, na yule mwenye kufanya anapata thawabu ama hapati. Sikiza asemaje al-Imam Suyuti, aitwa Jalaluddin as-Suyuti. Al-Imam Suyuti kabla kutaja jawabu, al-Imam Suyuti ana tafsiri maarufu aitwa Jalalain. Sijui kama mshawahi kuisikia. Kuna tafsiri ya Qur'ani nzuri, fupi hivi haraka. Fupi. Hata hapa ishawahi kuwa, yani kwenye maktaba iko. Ile juu kama yani vitabu kwa kule iko tafsiri hii. La ilaha illa Allah. Ameandika yeye na ameandika al-Imam al-Mahalli. Al-Imam al-Mahalli sahib al-Waraqat. Al-Imam al-Mahalli ameandika nusu akafariki, hakumaliza. Basi al-Imam Suyuti akaja akafanya nini? Akamaliza. Ndio maana ile tafsiri inaitwa al-Jalalain. Maana yake Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin man? As-Suyuti. Inaitwa Jalalain. Jalali wawi tafsirul Jalalain. Sawa. Na mashaallah ana vitabu vingi. Wewe Imam Suyuti alikuwa na vitabu vingi sana, mpaka yeye alikuwa akisema, yani wao watu maulama walipokuja baada yake wakawa kila wanataka kumpigia mfano, yani kuwa na vitabu vingi, wanasema huyu bwana ana muallafati nyingi kama nani? Kama Suyuti. Maana yake Imam Suyuti alikuwa na muallafati nyingi zaidi ya vitabu 1000 ameandika. Zaidi ya vitabu 1000 ameandika, tena katika kila fani. Ameandika vitabu katika usuli, katika vitabu katika nahau, katika vitabu katika fiqh, vitabu katika hadithi, katika nahau. Ya ni tafsiri hiyo tushaona. Ana vitabu vingi mpaka katika ilmu ya maths, riyadhiyat. Aliandika vitabu kimoja lakini ina mujalladi mbili. Nyingi ama kidogo. Yaani zama hizi mtu andike elimu kivyake. Akawa yeye yasema mimi unajua hii elimu ya maths siipendi sana, basi sikuwa fiqh isipokuwa nimeandika tu mujalladi mbili. Hiyo ni elimu ambayo yeye hakuwafikiwa sana. Je, aliwafikiwa? Imam Suyuti mashaallah. Sasa msikize jawabu lake asema nini? Yaani haya yote nataja ili julikane ni msomi. Yake mara nyingi tutatuhumiwa watu ambao wanaofanya ama wanaoisupport ama wanaoisema mwajinga majahil. Sasa tuwaonyesha majahili nkina nani uhakika wa mambo. Asema Imam Suyuti wal jawab indi, na jawabu kwangu mimi, anna asla amali al-maulid alladhi huwa, angalia asli ya amali ya kitendo hiki cha maulidi, alladhi huwa, ambayo kwamba ni ijtima'un nas, ni kukusanyika kwa watu, wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an, na kusoma Qur'ani, wa riwayatu al-akhbar al-warida, na la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, na kupokezwa kwa akhbari, yani hadithi ambazo zimepokewa fi mabda'i amri nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika kuzungumzia mwanzo wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema wa ma waqa'a fi maulidihi, na yaliyotokea katika maulidi yake, min al-ayati, katika miujiza. Thumma yumaddu lahum simat yaakulunahu, kisha
kunatandikwa mpira, watu wanafanya nini? Wanakula, yakulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyada, na wanaondoka pasi na kuongeza kitu kingine baada ya hiyo. Min ghairi ziyadati ala dhalika, hawajaongeza kitu kingine. Asema huwa min albid'i alhasanati, ni katika bid'a gani? Nzuri. Allati, bid'a nzuri ambazo kwamba yuthabu alaiha sahibuha. Si ameulizwa katika swali pale, je, mwenye kufanya upata thawabu ama hapati? Sio, ndio anajibu. Anasema mwenye kufanya anapata nini? Anapata thawabu. Sawa? Lima fihi min ta'dhim qadri nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale yaliyoko ndani katika kumadhimisha nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema wa idhhari alfarahi, na kudhihirisha nini? Furaha kwa ajili ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal istibshari bi maulidi sharif, na kupata na kutaka bishara na kutukua bishara kwa kuzaliwa kwa nani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu ni al-Imam as-Suyuti. Huyu ni al-Imam as-Suyuti. Mwingine ni al-Imam al-Qastallani. Hawa tuliwataja wale wawili ni katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i. Al-Imam al-Qastallani ni katika, kama sijakosea, ni katika madhehebu ya al-Imam Abi Hanifa, kama sijakosea. Al-Imam al-Qastallani huyu amekufa mwaka 923 baada ya hijra Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo yani kulinganisha na sisi ni zaidi ya miaka 500 kabla yetu. Al-Imam al-Qastallani. Na huyu pia ana sharh ya Sahih Bukhari. Manake nikisema ana sharh ya Sahih Bukhari, manake yeye ni msomi ama si msomi? Hada guess. Hapa ndo nalenga wewe. Ni msomi huyu. Asema Sheikh wala zala. Msikize asemaje huyu? Manake watu wengine wadhani ati hili ni jambo limekuja juzi ama watu kidogo ndo wanalifanya. Msikize asemaje? Wala zala ahlul islami yahtafiluna bi shahri maulidihi alayhi salam. Asema na mpaka leo hawajawacha watu kusherekea mazazi ya nani? Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siku ile mwezi wake wa kufanya nini? Wa kuzaliwa. Asema wa ya'maluna alwala'im, na wanatengeza nini? Wanatengeza vyakula. Wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'i sadaqat, na wanatoa sadaka nyingi, yani sadaka tofauti tofauti ule usiku wa mazazi ya nani? Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wayudhhiruna surura, na wanadhihirisha nini? Furaha. Wayaziduna fil mabarrati, wayatanuna biqira'ati maulidihi alkarim, na wanazidi katika kufanya khairi, na wanafanya yani wanahamu sana, wanatia mkazo katika kusoma nini? Maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema wayadhharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amin. Asema na inadhihiri kutokana na baraka ya hiyo maulidi ama baraka ya huyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inadhihiri nini? Kila fadhli, yani fadhila nyingi, tena inaenea watu. Yani kwa sababu wamefanya lile, tuaona sisi fadhila hapa. Na tuaona zama zetu kwa ajili hili jambo limepungua, nini yatokea? Angalia jamii zetu za Kiislamu zilivyo. Maskini kama sisi hakuna. Jamii zetu huku Coast, hakuna jamii inayotumia mihadarati mingi kama jamii ya Coast. Vijana upigana mapanga ni huku kwetu. Kwa nini? Maana hatuyataki. Yeye anasema kwa ajili walikuwa watu wakifanya mambo haya sana, wakati wake utapata ilikuwa khairi inafanya nini? Inaenea. Kwa ajili ya baraka ya mwenye maulidi. Asema wa mimma juriba min khawasihi annahu amanun fi dhalika al-am. Asema na katika mambo ambayo yamejaribiwa kuwa ile kusoma maulidi, ile kusherehekea maulidi inaleta nini? Amani katika mwaka ule. Inaleta usalama, utulivu, inaleta pumbazo katika mwaka ule. Subhanallah. Asema wa bushra ajila binaili al-bughya wal maram, na utapata bishara ya haraka katika kupata mambo makubwa sana, mambo ghali ambayo wewe unayatamani. Utapata bishara wewe. Imam al-Qastallani anasema farahimallahu mra'an ittakhadha layali shahri maulidihi almubarak a'yada. Anasema basi Mwenyezi Mungu amrehemu mtu ambaye ametukua usiku wa mwezi wa mazazi yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuwa ni kama Idi. Anasema liyakuna ashadda illatan ala man fi qalbihi maradun wa i'ya'i da. Asema hii itakuwa ni namna ya kuponya mtu yule ambaye ana magonjwa yoyote ya moyo. Huyu ni Imam al-Qastallani. Sawa? La ilaha illa Allah rasulullah kamoja. Huyu Imam al-Qastallani kama nilivyosema mwanachuoni wa madhehebu mengine, sio madhehebu ya Imam Shafi, madhehebu ya Imam Abi Hanifa. Pia ameunga.
Na ile siku sisi tulimzungumzia Ibn Taymiyyah tukaeleza, sio? Tulimzungumzia Ibn Taymiyyah tukigusia tu ile aitwaje aliyosema Ibn Taymiyyah mwisho, asemaje? Sasa kuchukua ule msimu wa Maulidi mtu akiuadhimisha ule msimu, inaweza kuwa mtu atapata thawabu kwa ajili ya nini? Tulisema kwa ajili ya taadhima yake bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kwa ajili ya mahaba, sio? Si tuliyataja maneno yake, kwa hivyo hakuna haja kuyarudiani kikamilifu, watu tutaka kuyagusia. Haya, bismillah. Miongoni mwa maulama waliozungumzia pia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa baadhi la ilaha illa Allah Suyuti, Ibn Hajar al-Asqalani. Tulitaja maneno ya aitwaje yule mtu wa Jazaria, mwenye Jazaria, sio? Al-Imam Ibn al-Jazari. Wataja maneno yake kuhusiana na Maulidi. Kisha kuna mwingine aitwa Shamsuddin ad-Dimashqi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Shamsuddin ad-Dimashqi yake kwa na huyo aitwaje Shamsuddin ad-Dimashqi, yani al-Hafidh ad-Dimashqi. Si pia maneno yake kama ambayo tulitaja mwanzo, sio? Zile abiati za kuhusiana na Abu Lahab, sio? Akasema manake utaona Abu Lahab imekuja katika hadithi kwa anapunguziwa madhambi kila siku ya Jumatatu. Yaani Abu Lahab alionekana usingizini, wale ambao labda hamkuhudhuria, sio? Alionekana usingizini na Saidina al-Abbas. Hadithi sahihi kabisa. Alionekana usingizini na Saidina al-Abbas kuwa Saidina al-Abbas akamuuliza, vipi hali yako? Sema mimi niko motoni na adhibiwa vibaya. Sema lakini kila Jumatatu mimi adhabu inafanya nini? Inakhafifishwa. Na khafifishwa adhabu ya kila Jumatatu kwa sababu nilifurahi alipozaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Furahi kwake mwajua, sio? Alifanya nini? Alimwacha mtumwa huru, sio? Thuwaiba. Sio? Sasa huyu mwanachuoni akasema ikiwa huyu ni kafiri na ampunguziwa adhabu kwa ajili ya kufanya nini? Ya kumfurahikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuzaliwa kwake bwana Mtume sallallahu alaihi. Je, sisi ambao waislamu ndio akatunga abiati zake mashuhuri. Asema idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Asema idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu, ikiwa huu ni kafiri ambaye imekuja, yani ametukanwa huyu katika Qur'ani, imekuja matukano yake, yamekuja matukano yake. Asema bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, kwa tabbat yada, sio? Wanasema tabbat yada bilabi wa tabba, ametukanwa huyu. Asema ata annahu, imekuja pia katika hadithi annahu fi yawm al-ithnain da'iman, ya kwamba huyu kila siku ya Jumatatu yukhaffafu anhu, anakhafifishwa nini? Ile adhabu lisururi bi Ahmad. Kwa sababu gani? Kwa ajili amefurahi kwa kuzaliwa kwa Ahmad, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema fama dhannu, basi wewe wadhaniaje bil abdi alladhi tula umrihi, kwa mja ambaye umri wake wote yeye bi Ahmad masruran, yeye huwa ana furaha kwa ajili ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Wewe unadhani vipi mtu ambaye miaka yote, maisha yake yote yeye furahi kwa kuzaliwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha asema wa mata muwahhida, pamoja na kuwa amekufa na yeye ni Muislamu? Waonaje? Ikiwa yule ni kafiri amepunguziwa adhabu, je, wewe ambaye ni muumini na kila siku afurahikia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Taban tutarajia kuwa faida ni nyingi zaidi. Huyu ni al-Hafidh Shamsuddin ad-Dimashqi. Huyu pia ni katika muhaddithina, yani kusema ni muhaddithina katika wanazuoni wa ilmu ya nini, ya hadithi. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tukataja maneno ya Ibn Kathir. Tulitaja maneno ya Ibn Kathir, sio akimzungumzia yule Malik na akizungumzia kuwa yeye ndo aitwaje ameanzisha nini Maulidi kwa namna hii ya kujumuisha watu. Sawa? Kuna maneno mengine ya aitwaje huyu Sheikh al-Imam an-Nawawi, aitwa Abu Shama. Abu Shama ni katika mashekhe wa al-Imam an-Nawawi. Imam Nawawi maarufu, Imam Nawawi mwenye Riyadhus Salihin, Tafsir Rabi Riyadhus Salihin mmekisoma, sio? Imam Nawawi maarufu, ana vitabu vingi, ana sharh ya Sahih Muslim. Sasa huyu Abu Shama ni shekhe lake al-Imam an-Nawawi, akizungumzia mambo ya bid'a akasema na katika bid'a nzuri, sijui kama hapo kuna nafsi moyona ya Abu Shama. Asemaje? Ngira nas, maana mimi nakumbuka aitwaje juz minan nas, na wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, na katika mambo bora ambayo yameanzishwa katika zama zetu
ma yufalu kila amin, ni kitu ambacho chafanywa kila mwaka kwa ile siku ambayo inaafikiana na siku ya mazazi. Siku ya mazazi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sadaqa na nini na nini na nini. Hii ni katika mambo, kwa ufupi amaanisha ni katika mambo mazuri zaidi ambayo yamefanya nini, yamezuliwa zama hizo. Huyu ni al-Imam aitwaje, ni Sheikh lake Imam Nawawi, Sheikh lake Imam Nawawi. Hapo kuna aitwaje, nusus gani nyingine labda mimi sijataja, ama maulama gani wengine ambao wamezungumzia nani Ibn al-Jawzi. Ndio huyo ni muhimu sana. Hebu ni Ibn al-Jawzi, huyo ni muhimu. Mimi nimepata nusus kidogo, saidie na kidogo sana. Sawa, taangalia. Hamsikize Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi kwa nini mimi nasema ni muhimu? Maana yake Ibn al-Jawzi ni katika wanazuoni ambao hawa ndugu zetu ambao wanapinga pia wanampenda sana Ibn al-Jawzi. Asema Ibn al-Jawzi min khawasihi annahu amanun fi dhalika al-am wa bushra ajila binaili al-bughya wal maram. Yani katika khawasi za maulidi, khususiyati za maulidi nini? Aman dhalika al-am. Kuna utulivu ule, kuna amani, kuna salama mwaka ule. Kuna salama na bid'a kweli? Yani kuna salama na uovu kweli? Kuna salama na wewe utapata yale ambayo unataka, ni mambo makubwa, mambo mazuri. Kisha Abu Shama ndio huyo hapo na Sheikh al-Imam an-Nawawi. Sawa. Asema Ibn Hajar hapa al-Haytami. Ibn Hajar hapa ni al-Haytami. Siliombe Ibn Hajar ni al-Haytami, si al-Haythami. Sio? Baadhi wasema al-Haythami, lakini la, yani sahihi ni al-Haytami kwa te. Asema wal hasil anna al-bid'a al-hasana muttafaqun ala nadbiha. Na asema kwa ufupi, bid'a ambayo ni nzuri, maulama wamekubaliana kuwa hilo jambo ni nzuri, yani iko. Asema wa amalul maulidi wajtima'u an-nas lahu kadhalika ay bid'a hasana. Na kufanya maulidi na kukusanya watu katika kufanya hilo jambo pia ni katika bid'a nini? Ni katika bid'a nzuri. Tamam. Ahmad Zaini Dahlan. Huyo Ahmad Zaini Dahlan mwanachuoni wa hivi karibuni, na kuna kitabu chake Sharh ya Ajrumia, labda baadhi ya wanafunzi wanayo, lakini huyo mimi sipendi kumtaja sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndugu zetu hawa aslan hawampendi. Maana ni mwanachuoni amekuja juzi, yani kama labda miaka 200 iliyopita. Sio, ni mwanachuoni wa Saudia, ameishi Makkah katika masayidu. Asema Ahmad Zaini Dahlan wa min ta'dhimihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-farah bi lailati wiladatihi wa qira'atu al-maulid. Na katika kumaadhimisha bwana mtume ni kufurahi usiku wa mazazi yake na kusoma nini? Na kusoma maulidi yake. Kisha waqala al-Hafidh al-Iraqi, ya salam. Al-Hafidh al-Iraqi ni muhimu tumtaje, maana huyu katika wanazuoni wakubwa sana wa hadithi. Si nyinyi mmesoma Baiqunia ile, sio? Zile nini zile Baiqunia? Ni elimu gani? Elimu ya mustalah. Faslu awal bado hajasoma. Sasa huyo al-Hafidh al-Iraqi ana alfia ya mustalah al-hadith. Alfia, abiyat alf. Elimu bado jamani. Sija elimu bado. Ana alfia inasomwa baada ya nafikiri mukaddima ya Ibn Salah. Ana alfia katika elimu ya hadithi. Na ana alfia katika elimu ya sira. Yani ana alfia ametunga sira bwana mtume, yeye ametunga kwa abiyati. Fikiria. Wewe mwanamume vipi kwenye lugha? Al-Hafidh al-Iraqi sijui asema, msikiza asema nini? Inna ittikhadha al-walima wa it'am at-ta'ami mustahabun fi kulli waqt. Sikize, asema kwa hakika kutengeza vyakula na kulisha watu, waonaje wako jambo zuri ama si zuri? Wewe lazima useme ni zuri, maarufu. Na kulisha chakula asema mustahabun fi kulli waqt, ni jambo ambalo linapendekeza wakati wote. Asema sasa msikize, ndio uangalie ile mantiki. Akwambia fa kaifa idha ndamma ila dhalika alfarah was-surur bi dhuhuri nuri nabii sallallahu alaihi wasallam. Je, waonaje pamoja na kuwa kulisha watu ni jambo jema, pamoja na kuwa kujumuisha watu ni jambo jema, waonaje pamoja na haya ikakutana na kufurahikia kwa ajili ya kudhihiri kwa nuru ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Bid'a haram, Mungu atakuingiza motoni. Imekuwa tena kulisha watu chakula haifai. Tasema hivyo kweli mwenye akili timamu? La. Sikiza, asema fi hadha shahri sharif, katika huu mwezi ulo mtukufu, wala yalzamu min kaunihi bid'atan kaunuhu makruhan. Sikize zuri, na haimaanishi kuwa basi ikiwa hiki kitu ni bid'a basi nini? Ni jambo ambalo linakirihisha, ni jambo ambalo linachukisha. Asema fa kam min bid'atin mustahabba bal qad takunu wajiba. Kuna bid'a ngapi zinapendeza
bali kuna bid'a ambazo zinaweza kuwa nini, inaweza kuwa ni wajibu. Na tumetaja sisi kuzungumzia masaili ya bid'a, sio tumetaja kuna bid'a ya wajibu, mfano bid'a ya kufanya raddi kwa watu ambao ni mukhalifina. Kwa mfano kija Mu'tazila sasa sema Qur'ani imeumbwa, sisi lazima tufanye raddi, tuambie Qur'ani haijafanya nini, haijaumbwa, na lazima tutafute dalili. Ile ni bid'a, si bid'a? Ni bid'a jambo alikotokea kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni bid'a gani? Ni bid'a wajiba, ni bid'a wajiba. Sawa. Ibn Hajar al-Asqalani ndio hiyo tumemtaja. Kuna Ibn Abidina. Zuri. Ibn Abidina huyu ni katika wanazuoni wa Hanafia. Ni katika wanazuoni wa Hanafia. Asema, "I'lam anna min al-bid'a al-mahmuda 'amalu al-maulid al-sharif." Jua kuwa katika bid'a ambazo ni nzuri ni kufanya maulidi matukufu. Sasa acha niwaambie, mimi nilikuwa sitaki, kwa kwanza nataka niwaonyeshe maneno yake, kisha muambie ameandika katika kitabu gani. Ameandika katika sharhi ya Maulidi ya Ibn Hajar. Haya ni maulidi yaliyotungwa na Ibn Hajar, yeye amekuja kuyasherehesha. Kwa hivyo maulidi haya yametungwa na nani? Waje kuambiwa hapa atakwenda kusoma maulidi ni mjinga. Ibn Hajar amekutungia maulidi. Anasema sikiza, mina shahri alladhi wulida fihi, katika ule mwezi ambao Bwana Mtume amezaliwa, katika mwezi sallallahu alaihi wasallam. Waqala aidan, na akasema pia, fal ijtima'u li sama'i qissati sahibi almu'jizati alayhi afdalus salawati wa akmal at-tahiyyat min a'zami al-qurbat. Asema basi kukutana, kukusanyika ili kusikiza kisa cha Bwana Mtume, yani bwana wa miujiza sallallahu alaihi wasallam, asema ni katika ibada bora zaidi. Ni katika ibada bora zaidi, katika min afdalil qurbati, akwambia lima yashtamilu alayhi min almu'jizati wa kathrati salati, kwa sababu utapata katika hiyo kuna nini, kuna miujiza mingi, yani katika kuyasikiza yale, kisha na wa kathrati salawati, na katika vikao hivyo kuna nini, kuna kumswalia Bwana Mtume mara nyingi. Kwa hivyo ni katika Qur'an, ni katika taa, ni katika ibada. Kisha akataja hapa mmoja wa wanazuoni wa Azhar aitwa Sheikh Hasanain Muhammad Makhluf, ni katika mashaikh wa Azhar, pia ni sheikh wa zama hizi, sio kitambo sana. Kisha kuna Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Sheikh Sha'rawi maarufu, hata video zake ziko nyingi, ukiingia kwenye YouTube mtampata. Sheikh Sha'rawi pia amegusia. Sawa. Naam. Kisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akataja kisa cha nani, cha Thuwaiba kuachwa huru na nani, na Abu Lahab wa hakadha. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naam. Maulana mkuu ataanza na wale. Naam. Huyu pia ametaja maulama wakubwa waliotunga maulidi. Maulama wakubwa waliotunga nini? Maulidi. Nafikiri haya maneno yao maulama ambao tumewataja takriban tosha. Nafikiri zaidi ya watu 10. Zaidi ya maulama 10. Kuna maulama ambao wamefanya nini? Wametunga maulidi. Wajua ukiwa umetunga maulidi ni nguvu zaidi kuliko yule mwenye kusema inafaa, sio? Niliwaambia mimi aslan haiwezekani maulidi itungwe na mtu ambaye si msomi. Maana kama wewe nikwambie hebu tunga kitabu katika fiqh na wewe hujasoma, inawezekana? Sasa nikikwambia tunga kitabu, tunga maulidi, yani utunge ile maulidi imeandikwa mashairi, utatungaje kama hujui elimu ya shairi? Utatungaje kama hujui elimu ya nahau? Utatungaje kama hujui balagha? Haiwezekani, lazima uwe umefanya nini? Kwa hivyo haiwezekani kitabu chochote cha maulidi isipokuwa mtunzi wake alikuwa ni msomi. Lakini subhanallah, sumu mbuku na rumi mfahamu la yarjiun. Sikiza, asema wa kwanza al-Hafidh Ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi. Al-Hafidh Ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi ni yule tukamtaja maneno yake, idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu. Ana kitabu cha maulidi, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kitabu chenyewe chaitwa la ilaha illa Allah. Ameandikaje kitabu chenyewe hapa? Hajaandika. Ar-Riyadh al-Yani'ah. Ar-Riyadh al-Yani'ah. Naam. Huyu Ibn Shamsuddin ad-Dimashqi, na ni mwanachuoni maarufu sana katika wanazuoni wa nini, wa ilmu ya hadithi, ni hafidh ya. Al-Hafidh al-Iraqi, nimemwambia Al-Hafidh al-Iraqi, mmemtaja sasa hivi. Pia huyo Al-Hafidh al-Iraqi ametunga maulidi, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sanafa maulid, ismu yake Al-Mawrid al-Hani, Al-Mawrid al-Hani afwan, Al-Mawrid al-Hani fi al-Mawlid as-Sani. Akataja aina akatunga kisa cha maulidi. Al-Imam as-Sakhawi pia ameeleza kuhusu jawazi al-maulid, sio? Na pia amefanya nini? Ametunga maulidi al-Imam as-Sakhawi. Na niliwaambia huyu ni wa mtu wa Masri, mtu wa Kahira. Sawa? Kitabu chenyewe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ad-Daw' al-Lami'.
الضوء اللامع kama sijakosea, الضوء اللامع cha maulidi. Subhanallah. Naam. Mwanachuoni mwingine ambaye pia ametunga ni Mulla Ali Al-Qari. Mulla Ali Al-Qari na huyo katika wanazuoni wakubwa sana. Ni katika wanazuoni wakubwa sana. Subhanallah. La ilaha illa Allah. Kitabu chenyewe Al-Mawrid Ar-Rawi fi Al-Mawlid An-Nabawi. Sawa. Mulla Ali Al-Qari mwanachuoni maarufu. Al-Hafidh Ibn Kathir. Hafidh Ibn Kathir. Yule mwenye tafsiri ana kitabu cha maulidi amekitunga. Na hiki kitabu kuna baadhi ya watu wauja wakasema ati Ibn Kathir hajatunga maulidi. Haiwezekani. Sisi tumesoma kwenye matni ya Bishujaa. Jana tumetaja, hapa nikiwa tutasoma na nyinyi kwenye Yakuti tumetaja. Wewe ikiwa hujaona kitu, huwezi kusema haki. Kwa kusema sija. Wewe hujaona, mimi nimekiona, wewe huwezi kusema hakika bwana. Hata kiakili. Mtu akaja, nakumbuka mimi mmoja wa mashehe zetu alitaja. Ustadh Mbaraka Wesi alitaja kwa Ibn Kathir na maulidi. Ukaja baadhi ya watu wasema huyu amemzulia Ibn Kathir. Wewe ulikuwa useme bwana mimi sijawahi kuona iko wapi, njoo nionyeshe. Ibn Kathir ametunga maulidi. Kitabu chenyewe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kitabu chenyewe amekiitaja Imam Ibn Kathir. Paka kitafute jina lake, mmeghafilika, lakini kitabu chenyewe kimefanywa, yani yeye ameandika maulidi kwa namna ya, manake yaweza kuandika maulidi kwa namna mbili. Yaweza kuandika kama mashairi, naweza kuandika tu kama nathar. Unajua nathar sio? Yani si kama mashairi. Unajua mashairi naenda na abiyati zile lazima ziwe kuna wazni kadha. Yaweza kuandika nathar kama kawaida hivi, kama kuandika kitabu cha kawaida. Sasa yeye ameandika kama kitabu cha kawaida. Akaja mmoja wa maulama wa Yaman, babake Al-Habib Omar. Huyo Al-Habib Omar babake. Ile maulidi ya Ibn Kathir akafanya nini? Akaitungia nadhmu. Sasa akaitungia mashairi. Hayo maulidi kila mwaka sisi tunasoma pale Tarim. Wako wenye kusema itaje maulidi babake Al-Habib Omar ametunga. Yani ile ya Ibn Kathir akaifanya mashairi. Akifanya kimashairi basi kule Tarim yasomwa kila mwisho wa mwaka, takriban tarehe ya mwisho ya mwaka ya Hijri Dhulhijja. Tarehe ya mwisho kabisa tunasoma tarehe 29 ya Dhulhijja huwa tunasoma maulidi ya Ibn Kathir. Kila mwaka tunasoma. Kwa hivyo kitabu chenyewe tushakiona kiko Ibn Kathir ameandika maulidi. Kama mtu hajaona sema mimi sijaona bwana, marhaba haina neno. Lakini kusema hakuna kwa sasa wewe unavuka mpaka stahiki. Haya, mwingine ni Al-Hafidh Ad-Daybai. Yani Ibn Ad-Dayba, si Ad-Daybai. Maulidi yake inaitwa Maulid Ad-Daybai. Lakini yeye mwenyewe aitwa Ibn Ad-Dayba. Sawa, maulidi yake maarufu pia Tarim yasomwa kila sehemu. Sasa huyu al-Imam Ibn Ad-Dayba la ilaha illa Allah amezaliwa Muharram mwaka 866. Sawa? Na amekufa mwaka 944. Alikuwa ni katika la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Alikuwa ni katika wanazuoni wa hadithi na amesomesha kitabu cha Imam Al-Bukhari mara nyingi. Tamam. Wacha tuangalie wengine ambao wametunga maulidi hapa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Miongoni mwa waliotunga maulidi Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi ametunga maulidi. Maulidi yenyewe yaitwaje? Al-Arus. Sawa, na imechapishwa. Kitabu hiki cha Ibn al-Jawzi kimechapishwa. Yaani wewe ukitafuta nafikiri internet utakipata. Chaitwa Al-Arus Ibn al-Jawzi. Ametunga nini? Maulidi. Mwingine pia ambaye ametunga maulidi ni Al-Jazari, Ibn al-Jazari. Maulidi yake bado haijachapishwa lakini inaitwa Urfu at-Ta'rif bil Maulid al-Sharif. Urfu at-Ta'rif bil Maulid al-Sharif. Mwingine ambaye ametunga ni Ibn Kathiri na nimemwambia itwaje maulidi yake itwaje, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Bado yeye inaitwa tu Maulidun Nabi takriban. Na hii imechapishwa. Maulidi hii ya Ibn Kathir imechapishwa. Na katika watu waliofanya tahqiq ya maulidi hii ni mmoja katika wanazuoni wao hapa. Aitwa Saleh Al-Munajjid. Taenda inshallah nitafute niwaletee nikiipata. Yani ile chapa ambayo yeye mwenyewe amesahihisha. Haya, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Al-Hafidh Al-Iraqi alikuwa tushamtaja. Mwingine ni Shamsuddin Ad-Dimashqi shamtaja. Sawa. Ama huyu Shamsuddin Ad-Dimashqi ametunga itoje maulidi 3. Ametunga maulidi 3, moja kubwa kidogo kisha akaifupisha, kisha nyingine fupi zaidi. Sawa. Ya kwanza ni Jami'ul Athar fi Maulid an-Nabi al-Mukhtar. Jami'ul Athar fi Maulid an-Nabi al-Mukhtar. Kisha Al-Lafdh ar-Ra'iq
fi maulidi khairil khalaiq, kisha Mawridu Sadi fi maulidi al-Hadi. Itaje Shamsuddin ad-Dimashqi, tunga maulidi tatu. Sisi tuambiwa nini ni bid'a ama sijui nini. Haya, al-Hafidh as-Sakhawi tumemtaja huyo, kisha Ali Zainul Abidin as-Samhudi, al-Imam as-Samhudi. Al-Imam as-Samhudi huyo amekufa mwaka 911, pia ametunga maulidi huyo al-Imam as-Samhudi. Na mwingine ambaye ametunga la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, al-Imam az-Zabidi ibn Dayba. Huyo az-Zabidi ibn ad-Dayba, huyo pia tushamtaja, sio? Ibn Hajar al-Haytami pia tushamtaja, si ndio? Tukasema nani amefanya sharh, Ibn Abidin amefanya sharh ya maulidi ya Ibn Hajar al-Haytami. Ibn Hajar al-Haytami jamaa wetu mtaji wa fiqh, yeye ndo ametunga maulidi na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na Imam al-Bajuri ana hashia ya maulidi hii ya Ibn Hajar. Mara nyingi wale ambao tusoma nao fiqh pale tusema Ibn Hajar huyo ndo ametunga maulidi. Na Imam al-Bajuri wa Nifasul Rabi wamjua Imam al-Bajuri ana hashia, yani kueleza ile maulidi ya nani? Ibn Hajar al-Haytami. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam al-Harawi al-ma'ruf bi al-Mulla Ali al-Qari, Ibn al-Harawi huyu Mulla Ali al-Qari maarufu pia tushamtaja. Haya, mwingine sasa na ambaye ndo maulidi yake imeenea sana na yajulikana sana ni al-Imam al-Barzanji. Ni al-Imam al-Barzanji. Na huyu al-Imam al-Barzanji la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Watu wengine yani katika kukosa heshima na kosa adabu, wao wadhani tu ni mtu wa kawaida. Huyu Jaafar al-Barzanji ni katika maimamu wakubwa, na alikuwa yeye ndo mufti wa madhehebu ya Imam Shafi pale Madina. Alikuwa ni mufti wa madhehebu ya Imam Shafi pale Madina. Sawa, yani Madina kwa swali wa nani yoswalisha? Al-Imam al-Barzanji. Kisha mtu aje akwambie Imam al-Barzanji ametia shirki kwenye kitabu chake, sijui ni mubtadi. Haya, haram ilipokosolewa na mtu ambaye yatia shirki kwenye tawaf, na watu wamemkubali, hakuna mpinga wakati wake Imam al-Barzanji, na chake mashallah kimeenea sana, sio? Al-Barzanji kwa kwetu ndio yasomwa sana maulidi ya al-Imam al-Barzanji. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na yeye ni sayyid, yeye katika masharifu. Yeye maulidi yake anaanza badatu bismi dhati aliyati shan biha mustadirran fidhu judin wa ihsan. Ni mjui maulidi jamani, Allah yaini. Sawa. Mwingine ni al-Imam ad-Dardir. Na huyu al-Imam ad-Dardir mimi nampenda sana, manake kuna kitabu chake cha aqida tumesoma kule Yemen, ni kitabu kizuri chaitwa Ahmad al-Mashhur bid-Dardiri, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ahmad al-Mashhur bid-Dardiri samaituha ايش kitabu chake kitaje ya akhi, angalia nimeghafilika. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, nimeghafilika kabisa. Ana kitabu cha aqida kizuri, abiyati 58 ama 72, ad-Durar al-Bahiyya. Mghafilika la ilaha illa Allah, mghafilika. Almuhim, huyu ni katika wanazuoni wa Imam Malik, madhhabu ya Imam Malik, ni mwanachuoni wa aqida, ni mwanachuoni mkubwa, ana maulidi pia, na kaburi lake paka leo lazuriwa, yani yajulikana pale Masri. Mara nyingi watu waenda kwa al-Imam ad-Dardir, ni katika wanazuoni maarufu, amekufa mwaka 1201. Sawa, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwingine ni nani ambaye hapa hatujamtaja? Al-Kitani, al-Imam al-Kitani. Huyu al-Imam al-Kitani si mwanachuoni wa kitambo, amekufa takriban yani miaka 104 zilizopita, yani amekufa 1345. Sasa tuko 14 imepita yani miaka 100 labda na 2 au miaka 103 ndo amefariki huyo al-Imam al-Kitani. Ni mwanazuoni, ni mwanachuoni aitwaje, amesomesha wakubwa, amesomesha wanachuoni wakubwa, ni mwanachuoni wa hadithi al-Imam al-Kitani, pia na maulidi. Mwingine ni al-Imam an-Nabahani. Al-Imam an-Nabahani pia ametunga maulidi, na maulidi yake yasomwa mpaka leo Sham. Maulidi yake kuna sehemu wasema inaitwa Jawahirun Nadhm al-Badi' fi Maulid ash-Shafi'. Kuna sehemu wasema nzuri kweli, asema subhanallah, lakini bait huo kidogo inawachapa. Anasema ardhal wara illa rijala najdi. Yani kuzungumzia maulidi asema ndio maana maulama wakajalia kuwa siku yake bwana Mtume sallallahu, siku ya mazazi yake
wakajalia maulidi. Fa ardal wara, na watu dunia nzima kufanya nini? Wakaridhia, yani waislamu tabani. Watu wakaridhia illa rijala Najd, isipokuwa watu wa Najd. Na kweli wao hawakuridhia maskini, subhanallah. Mungu mpata ufika naye anayetaka. Naam. Kwa hivyo hao ni maulama kwa ufupi tu ambao wamekuja wakazungumzia masala ya maulidi katika kuunga ama kutunga kabisa vitabu. Watu tumewataja, ama katika kutunga tumetaja pia zaidi ya 10. Wale ambao wameunga tumetaja zaidi nafikiri kama sijakosea, na tumetaja maneno yao na baadhi yao tumeelekeza kwenye vitabu vao. Yaani kwenye kitabu gani masala fulani yamefanyika, yametajwa. Kwa mwanafunzi usije ukahurika, usije ukadanganyika. Nyote hapa ni wanafunzi, nenda katafute. Yoyote anayetaka kukuhakikishia kwa jambo ni batili haina neno. Sawa? Wewe umekuja na hoja, ni uzuri hoja usikize. Siku ya kiyama usije ukaulizwa mbona wewe ulikubali uloambiwa pamoja na utosikiza hoja ya nani na mwingine. Sikiza hoja, muelewe hoja yake. Lakini usikubali tu hivi hivi, mpaka uende utafute kwenye Qur'ani na Sunna, na pia uangalie maneno ya nani ya maulama. Ujue uhakika wa mambo, usije ukaambiwa tu waliokuwa wakifanya maulidi ama wanaofanya maulidi ni majahili ama ni mafasiki kama tulivyotaja siku fulani. Baadhi ya maulama wanazungumza tu subhanallah, tasbih, siwezi kuita maulama, lakini baadhi ya watu huja wakasema wanaofanya maulidi wote ni watu hata hawapendi dini, watu ambao si wacha Mungu, si nini. Hao tuliwataja, utasema si wacha Mungu. Utaona mtu yakwambia hao wakosea tu, si wanadamu. Ndio wakosea, lakini si wacha Mungu. Wewe umesema kuwa wanaofanya nani? Si wacha Mungu. Umesema kuwa wanaofanya ni majahili. Hawa ni majahili. Si mmoja, si wawili, si watatu, si wanne. Wewe tuletee maulama wa zama hizi zao ambao wamepinga. Hii ni challenge. Akuletee wanazuoni wa zama hizi za hao ambao tumewataja sisi. Sio zama miaka 200 iliyopita, la kabla ya hapo. Si mimi nimewatajia hapa watu ambao wameishi miaka 800. 500 ni kidogo. Nimetaja Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi miaka 597 ama 98 ndio amefariki. Hakikisheni. Mtaona pale imeandikwa. Amekufa Ibn al-Jawzi, amekufa takriban miaka 597 ama 98. Hebu hakikisheni kama sijakosea. Kina Sheikh al-Imam an-Nawawi na kina Imam Nawawi, kutoka wakati wa Sheikh al-Imam an-Nawawi mpaka miaka 400 ama 300 iliyopita, tuleteeni walopinga, tuwahesabu tuwaone mwanga. Wako wawili watatu kusema ukweli. Wako, lakini ni kidogo sana. Na hoja zao ziko katika, yani wao wamepinga kwa ajili kuna baadhi ya maovu yatokee. Labda kuna israfu. Labda kuna watu alafu hawaswali. Kwa ajili yale maovu hata sisi tunasema isifanywe vile. Kama tulivyoanza Ibn Hajar anasemaje, ikiwa tutaepuka maovu tufanye tu yale mazuri, kama kusoma Qur'ani, kama kuimba manashidi, kama kuna suhiana, kama kupeana chakula. Haya ni mambo ambayo ni matlubu, ni mazuri, basi yafanye. Lakini ikiwa kuna ukorofi, kuna kuchanganyikana kwa wanaume kwa wanawake, hata sisi tunasema maulidi sio kama hivi. Kama kuna israfu, kama kuna kutukanana, kama kuna kupigana, pia sisi tunasema maulidi sio kama hivi. Kama maulidi atasoma mpaka saa 4 za usiku kisha mtu atakoza alfajiri, tutakwambia pia maulidi sasa hivi yasisome. Hiyo ni kila mtu tunakubaliana nao. Sisi pia tukatai. Tumeelewana? Naam. Kwa mpaka hapa nafikiri itakuwa imetosha, isipokuwa kuna baadhi ya shubuhati ambazo huja. Kuna baadhi ya shubuhati tushazitanguliza. Kuna baadhi ya shubuhati, kuna visu ambavyo vitajwa kwenye vitabu vya maulidi, labda visu vile ni dhaifu, havijathubutu. Nafikiri ndio katika shubha kubwa. Kuna baadhi ya visu ambavyo havijathubutu kwenye nini? Kwenye vitabu vya maulidi wavipata, lakini havijathubutu. Ima hadithi zake ni dhaifu ama baadhi ya maulama waweza kusema ni maudhui. Kwa ufupi tu kwa sasa kuna siku hapa tumeketi Alhamisi kama hii, nikawatajia na nikawafungulia kitabu cha Imam an-Nawawi 40 an-Nawawi. Akasema kwa kuna itifaki ya wanazuoni katika kutumia hadithi dhaifu katika mambo gani? Fi fadailul a'mali, katika amali je? Taban kuna masharti. Maulama pia wanakubaliana kuwa ikiwa katika amali njema, katika kufanya mambo ya sunna, waweza kuchukua hadithi dhaifu, basi katika sera na katika kueleza uzuri wa masahaba, uzuri wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni aula. Ikiwa wewe katika hukumu, yani vitendo vizuri, vitu vya sunna hivi, vitendo vya ziada, unaweza kuchukua hadithi dhaifu, je, katika kumsifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maulama wakasema ni aula na aula. Kwa hiyo hata kama itakuwa ziko pale, tutakuja kuzungumzia inshallah kwa upana na hawa faslu rabi. Nyinyi wengine mkifika inshallah tutakuja kuzungumzia, yani katika hizi darasa za adila ahlus sunna, inshallah labda darasa ijayo ama ile nyingine, alhukmu bil amali bil ahadith adh-dhaifa. Hukumu ya kufanyia kazi hadithi dhaifu ni hukumu vipi? Maulama wasema nini kuhusiana na hadithi hizi dhaifu? Je, ukisikia tu hadithi dhaifu ndo basi uache?
Hadithi dhaifu zina mahali pake katika sheria, na ndio maana maulama wamezipokea. Utapata mwanachuoni ana kitabu cha hadithi na amepokea hadithi, na pale pale chini anakuambia hii ni nini, kwa nini haipokee? Kama ilikuwa dhaifu zote za kuachwa nje, mbona apokee? Mbona watofautishe baina ya dhaifu na maudhui? Mbona watofautishe baina ya dhaifu sana na ile ambayo kidogo ina nguvu? Kwa sababu dhaifu ina mahali katika dini. Ina mahali katika nini? Katika dini. Tutakuja kusoma mahali pa. Nafikiri hii ndio katika shubha kubwa, na tutatosheka tu na hapo. Tukija kuzungumzia al-ahadith ad-dha'ifa wal amal biha, tutaeleza zaidi kwa upana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.